Ninakubariki tena kwa jina la Yesu Kristo. Rafiki, karibu katika kipindi cha leo, na tuko katika mwendelezo wa somo letu ambalo lilikuwa lina kichwa cha somo kinachosema mwanamke mzaa Mungu. Kipindi kilichopita ilikuwa ni kipengele cha pili, na leo tunaingia kipengele cha tatu ambacho kina kichwa cha somo kinachosema bikira ya kudumu, lakini tutaunganisha na kipengele cha nne ambacho kinasema kupalizwa. Yani tunamzungumzia Maria. Baadhi ya waumini huamini kwamba Maria hakufa, lakini alienda mbinguni moja kwa moja. Kipengele cha tatu kinagusa habari ya bikira ya kudumu, kwamba hata baada ya kumzaa Kristo, Mariamu alibaki kuendelea kuwa na bikira yake. Wanatumia kitabu cha Luka sura ile ya kwanza na mstari wa 37 kuonyesha ya kwamba kisichowezekana kwa mwanadamu lakini kwa Mungu kinawezekana. Lakini kwa uhalisia ni kwamba andiko hili halina ufanani wowote kuhusiana na bikira ya Maria. Lakini jambo la msingi ambalo tunapaswa kulizingatia kama Wakristo, Biblia inapaswa kujitafsiri yenyewe kwa namna ambavyo ni muhimu ili iweze kutusaidia kwa habari ya wokovu wa maisha yetu. Kitabu cha Waefeso sura ile ya pili na mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi: hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yani tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo wokovu wetu, habari ya sisi kuwa na uzima wa milele, inatokana na Yesu Kristo kufa na kufufuka. Wokovu wetu hauna uhusiano wowote na bikira ya Maria. Paulo anapozungumzia habari ya bikira hamtaji Maria, lakini anataja habari ya watu safi, watu wanaozishika sheria za Mungu, watu wanaoenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hivyo kipengele hichi cha tatu ambacho kinagusia habari ya bikira ya kudumu hakina uhusiano wowote na wokovu wa maisha yetu. Lakini Paulo anapotaja habari ya kumposea Kristo bikira safi, anamaanisha anataka kuwahubiri watu wengine habari njema za wokovu, wayaache matendo mabaya na kuelekea kwa Kristo. Na anaposema habari ya bikira safi pia humaanisha kanisa, ya kwamba kanisa la Mungu linapaswa kuwa na utiifu katika kile kinachoitwa sheria takatifu za Mungu, lakini wakiongozwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu akili ya mwanadamu haina uwezo wa kutenda sawasawa na mapenzi ya Mungu nje ya uwezo wa Roho Mtakatifu peke yake. Bikira ya Maria haina uhusiano wowote na wokovu wetu kama Wakristo na watu wengine wote ambao watakuja kuokolewa kwa neema ya Kristo pale msalabani. Na kipengele cha nne ambacho ndicho cha mwisho, waumini wa imani hii ya kwamba Maria alipalizwa, alitoka katika ulimwengu huu na sasa yuko mbinguni, kiasi kwamba anapokea maombi ya watu kwa ajili ya kuwasaidia kutatua changamoto zao. Biblia inasema nini? Na hutumia kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kuonyesha ya kwamba Maria alipalizwa. Sasa tutasoma mafungu machache katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12, na kabla hatujasoma tuelewe mambo fulani. Kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Danieli na kitabu cha Ezekieli na baadhi ya vitabu vingine vya manabii vinazungumza habari ya unabii ambao umebeba siri za wokovu wetu. Lugha iliyotumika kuandika vitabu hivi mara nyingi si lugha ya kawaida, kiasi kwamba inahitaji utulivu na uongozi halisi wa Roho Mtakatifu ili kuelewa ni kitu gani ambacho Mungu alikuwa amekikusudia katika vitabu hivi vinavyogusa habari ya unabii. Kitabu cha unabii cha Ufunuo na cha Danieli kimekuwa kikiandika habari ya matukio ya siku za mwisho, mengine ambayo tayari yamekwisha kutokea, lakini mengine tunatarajia yaendelee kutokea na mengine yanaendelea kutokea. Hivyo lugha ambayo inatumika mara nyingi ukitafsiri kwa namna ile ile inaweza ikakupoteza na ukashindwa kupata maana ambayo ilikusudiwa katika maandiko matakatifu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12, naye alikuwa ana mimba, akilia hata ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka mkubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi,
na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake, naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayeyachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Na wanapofika hapa basi wanapoona habari ya mwanamke kutajwa, basi wanaamini kabisa kwamba huyu mwanamke ni Bikira Maria. Lakini unabii una namna ya kuutafsiri, na hapa tunamhitaji sana Roho Mtakatifu, si vinginevyo, si kwa akili za anayefundisha wala akili za anayesikiliza, lakini tunahitaji akili kutoka kwa Mungu mwenyewe. Mungu Roho Mtakatifu atusaidie kuelewa kile ambacho amekikusudia. Tuombe rafiki. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya baraka hii. Hebu jifunue kupitia maandiko matakatifu, tukaelewe lilo kusudi lako katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Hapa kuna ishara kadhaa ambazo tunaziona, lugha au maneno yanayotumika ambayo yamekuwa yakiwachanganya watu wengi. Jambo la kwanza, anatajwa mwanamke. Je, anapotajwa tu mwanamke basi anakuwa ni Bikira Maria? Basi tuisikilize Biblia inasemaje. Katika kitabu cha Hosea sura ya 2 mstari wa 19 mpaka mstari ule wa 20 inatajwa habari ya kuposa, na habari ya kuposa katika lugha ya Kiebrania, mtu mwenye jukumu la kuposa ni mwanamume, na mwanamke yeye huposwa. Kwa hiyo mwanamume anaposa na mwanamke anaposwa. Kwa hiyo anapotaja habari ya kuposa, ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 1 mpaka ule wa 8, Israeli anafananishwa kuwa mwanamke na Mungu anajiita kuwa mume wa taifa la Israeli. Maana yake ni kwamba taifa la Israeli ni mke wa Mungu. Hivyo basi hatuwezi tukatafsiri unabii katika namna jinsi ilivyo kwa lugha iliyotumika vile vile tukaitumia hivyo hivyo katika kutafsiri unabii. Hivyo kwa kifupi tutasoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 11 na mstari wa 2 kuunganisha mafungu ya Hosea na Isaya ili tuendelee kuona kile ambacho Mungu anakuwa amekikusudia. Maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa nalimposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Hivyo hapa habari ya Paulo kutaja habari ya posa ni kwamba anamposea Kristo ili amletee mwanamke aliye safi. Je, mwanamke ni nani mpaka hapa? Tusome kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari ule wa 21 mpaka 23. Hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo yeye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Mume katika ndoa anatajwa kuwa kichwa kwa ajili ya mkewe, kiongozi kwa ajili ya mkewe, lakini Kristo anafananishwa na mume anayeliongoza, anayemuongoza mke wake aliye kanisa. Kwa hiyo Ufunuo anapotaja habari ya mwanamke humaanisha kanisa, humaanisha taifa la Israeli. Hivyo alama ya kwanza au lugha ya kwanza inayotumika, neno linalotumika katika kipengele cha Ufunuo sura ya 12 kinapotaja habari ya mwanamke, moja kwa moja huwakilisha kanisa au huwakilisha taifa la Israeli. Alama nyingine ya kuelewa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 anapotaja habari ya joka. Joka ni nani? Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 7 anamuelezea joka kuwa ni shetani na ibilisi. Hivyo unaposikia habari ya joka lazima uelewe kwamba anayetajwa hapa ni shetani au ibilisi. Hiyo ni alama ya pili. Lakini unaposikia habari ya taji au kilemba, kitabu kile cha Kutoka sura ya 29 mstari wa 5 mpaka wa 7, inaonekana Haruni anaandaliwa kuwa na mamlaka ya kikuhani. Hivyo atakuwa na taji, atakuwa na kilemba ambacho atakuwa akikivaa kwa ajili ya kuonyesha ya kwamba yeye ana mamlaka ya kuwasogeza watu karibu na kiti cha rehema kwa ajili ya kupata msamaha wa ondoleo la dhambi. Maanake ni kwamba unaposikia habari ya taji au unaposikia habari ya kilemba humaanisha
mamlaka. Lakini pia kuna mambo yanatajwa na haya huwa hayasomwi, wanaisha katika kipengele fulani kuonyesha Maria ndiye anayetajwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 7 anataja habari ya wakati, nyakati 2.5 wakati. Lakini pia kitabu cha Ufunuo sura ya 11 mstari ule wa 2 hutaja habari ya miezi 42. Lakini pia kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 11 hutaja habari ya siku 1260. Hizi zote huwa na maana moja. Katika unabii lazima tuelewe ni kitu gani ambacho kinazungumzwa hapa. Zingatia, tunazungumza habari ya Bikira Maria kupalizwa. Sasa ukienda katika ufafanuzi wa unabii huu, anazungumzia habari ya kanisa kuteseka katika miaka ile ya 538 mpaka mwaka 1798 na kanisa linakuwa huru dhidi ya mateso ya mamlaka za Kirumi. Mungu atusaidie katika kuelewa hivi. Sasa tuanze mwanzo mpaka tuelewe kitu gani ambacho Mungu anakuwa amekikusudia. Mwanamke aliyekuwa na uchungu anataka kuzaa ni taifa la Israeli au kanisa. Kwa namna gani? Yesu alitokea katika taifa la Israeli kuonyesha ya kwamba Israeli alishaitwa kuwa mke, na Maria alitumika tu kama njia ya kumleta Yesu katika ulimwengu huu kwa ajili ya kufanya ukombozi. Lakini wote tunakubaliana ya kwamba tunamuona joka anatajwa akitaka kummeza au kumla mtoto, na kipindi hiki ni kipindi kile ambacho mfalme Herode alikuwa ameshikilia mamlaka ya Kirumi. Kipindi kile Yesu anazaliwa, utawala uliokuwepo ni utawala wa Kirumi. Wakati Yesu anazaliwa, utawala wa Rumi ulikuwa na lengo la kutaka kumuua Yesu, na tunakubaliana ya kwamba kuna wakati mfalme anawapa taarifa wale mamajusi kwamba mtakapomuona huyo mtoto basi mnijulishe na mimi ili nije nimsalimie. Lakini lengo la Herode ilikuwa ni kutaka kumuua Yesu. Tunafahamu Yesu alipelekwa nchini Misri kwa ajili ya kwenda kujificha, na baada ya muda fulani Yesu akarudi. Lakini pia kuna wakati tunaelezwa ya kwamba huyu mtoto akanyakuliwa kwenda mbinguni kwa Mungu. Kwenda mbinguni kwa Mungu ni ule wakati ambao Yesu amekufa msalabani na amezikwa. Unyakuzi unafanyika baada ya kufufuka kutoka katika wafu, na zingatia, shetani aliweka walinzi, wale askari kwa ajili ya kumlinda Yesu ili asije akatolewa katika kaburi au akafufuka katika kaburi, lakini Mungu akamnyakua na kumpeleka mbinguni. Na utakumbuka Mariamu alikuja akitaka kumkumbatia, akamwambia usiniguse kwanza kwa sababu bado sijakwenda kwa Baba. Na baada ya kwenda mbinguni, Yesu akarudi tena, akaonekana kwa muda wa siku kama 40 hivi kabla hajapaa sasa kwenda mbinguni. Kwa huu unyakuzi ulifanyika wa huyu mtoto mwanaume aliyezaliwa kutoka katika taifa la Israeli ambalo linatajwa kuwa ni mke wa Mungu. Na hapa si habari ya Bikira Maria. Lakini pia baada ya huyu mtoto kwenda mbinguni, kanisa linabakishwa na wanafunzi 12, zile nyota 12 zinazoonekana kwa huyu mwanamke linaendelezwa na wanafunzi 12 wanahubiri Injili. Na utakubaliana na mimi ya kwamba siku ya kwanza Roho Mtakatifu anawashukia, kuna watu 3000 walibatizwa. Hakuna uhusiano wowote hapa na Bikira Maria. Hili ni kanisa ndilo linalotajwa, na anapotaja habari ya mwezi kuwa katika chini ya miguu ya huyu mwanamke, anamaanisha misingi ya kanisa hili limejengwa kutoka kwa Kristo. Zingatia, tabia ya mwezi huakisi mwanga kutoka katika jua na kuupeleka katika dunia. Hivyo msingi wa kanisa la Mungu umejengwa kutoka katika nuru ya Kristo. Watu wa Mungu, Ufunuo 12 kwa hakika kabisa, na ninazungumza hivi, ninatamani Roho Mtakatifu atuongoze kuelewa. Ufunuo 12 haina uhusiano kabisa na mwanamke anayeitwa Bikira Maria. Mungu atusaidie sana. Lakini tutakuja kuelewa ya kwamba baada ya kipindi hiki mitume tunaanza kuona walipata mateso na utawala huu wa Kirumi. Wengine
walitundikwa misalabani, wengine waliwekwa katikati ya mapango yenye wanyama wakali na wakalia wakafa, na wengine walizikwa wakiwa hai, wengine walichomwa moto wakiwa hai, nyumba zao ziliteketezwa. Na kipindi hiki sasa kuanzia mwaka wa 538 mpaka mwaka 1798 linapata uhuru wa kuabudu baada ya jenerali anayeitwa Bethia kuingilia kati na kumnyang'anya mamlaka Papa Pius wa sita, kwamba hana mamlaka tena juu ya serikali na kumvua kofia ile. Maana kipindi, utakubaliana na mimi watu wa historia, ya kwamba kuna kipindi kanisa lilikuwa lina mamlaka mbili, yani ndio hilo kanisa linashughulika na swala ya kidini, lakini pia ndio hilo kanisa linaloongoza serikali. Kwa kufikia mwaka wa 1798 ndipo ambapo mateso ya Wakristo yanaisha, na inakadiriwa kipindi hiki takribani Wakristo milioni 50 walipoteza maisha kwa sababu ya kukataa imani za kipagani zilizoingizwa ndani ya kanisa. Hivyo kwa uhakika kabisa Ufunuo sura ya 12 ilikuwa ikizungumza unabii ambao umekwisha kutimia, lakini tunautarajia tena katika kipindi kinachofuata, na kwa uhakika hakuna uhusiano wowote kati ya Bikira Maria na kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Mungu atusaidie katika kuelewa, katika jina la Yesu Kristo. Amina.